Hapa kanisani tumetengeneza uwanja. Huu uwanja lengo letu kubwa ni kuunganisha vijana na jamii inayozunguka kanisa pamoja na sisi. Mahali hapa tulihamia pakiwa hapana watu kabisa. Palikuwa ni poli kabisa. Lakini baada ya muda si mrefu watu wakaanza kuja, watu wakaanza kuhamia, kama ambavyo mnaweza mkaona majengo ambayo yanaizunguka kanisa. Lakini lengo letu kubwa, kwa nini tuliweka uwanja huu? Tuliweka uwanja huu ili tuweze kuwavuta vijana waweze kufika mahali hapa kwa ajili ya mazoezi, na si kwa ajili ya afya zao tu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kiroho na mashauri mazuri juu ya maadili, ili tuwe na vijana walio wazuri, tuwe na Watanzania walio wazuri, na tuwe na watu ambao wana maadili mazuri ya kuishi na jamii. Lakini si kwa ajili ya vijana tu. Uwanja huu tulitengeneza pia kwa ajili ya jamii inayozunguka kanisa. Tunajua michezo ni afya, tunajua mazoezi ni afya na ni dawa. Kwa hiyo tumetengeneza huu kwa ajili ya jamii nzima inayozunguka hapa. Na labda nitoe wito na kuwakaribisha jamii inayozunguka kanisa letu la GCAF hapa Ihumwa, karibu na nyuma ya El Shaddai. Tunawakaribisha sana kwa ajili ya kufanya mazoezi mahali hapa. Unapotoka kazini, unapotoka mahali gani, fanya zoezi. Tunakukaribisha sana. Mahali hapa ni pako, mahali hapa ni petu sote, na lengo letu hasa sisi sote jamii tuwe na furaha, tuwe na amani, tukae pamoja kwa umoja. Kanisa hili tulianza mwaka 2014. Tulianzia pale mjini karibu na St. Gaspar, na baada ya hapo tukawa tumepata eneo hili. Eneo hili sisi ndio tulikuwa wa kwanza. Hili eneo tumesimama leo liko flat hivi, lilikuwa na vichuguu. Vilikuwa na vichuguu kadha wa kadha. Ilituchukua gharama na ilichukua muda mrefu kuweza kulitengeneza hivi. Lakini lengo letu ilikuwa ni kwamba watu wajue hapa kuna kiwanja na hapa kuna kanisa. Wapate huduma za kiroho, wapate pia huduma za kimwili, za kiafya, pamoja na kufanya mazoezi. Karibuni sana sana kanisa hili la GCAF, tuko mahali hapa. Malengo yetu makubwa ya kuboresha eneo hili, tunataka kwanza tulitengenezee uzio, lakini si uzio tu, tutengeneze na sehemu ambazo mashabiki wanaweza kakaa, wanaweza wakasimama, na sehemu ambayo wakiwepo viongozi wakaja hapa waweze kupata mahali pa kukaa na mahali pa kuweza kuona vizuri mechi. Kwa hiyo tutapaboresha mahali hapa, na si kiwanja cha mpira tu hiki tulicho nacho, tuna kiwanja pia cha netball kiko nyuma yangu hapo, na si netball tu, tuna kiwanja pia cha volleyball. Kwa hiyo tunacho hapa, na si hiyo tu, pia tuna mchezo wa kuruka juu, kuruka chini. Hivyo viwanja vyote ninavyozungumza vipo nyuma yangu na unaweza ukaviona. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa, tutengeneze mahali hapa pawe center ya watu ya burudani, lakini pawe center ya watu ya kupata habari njema za kiroho, lakini pawe center ya watu mahali ambapo watu watakuja kuweza kujifunza na kupata maadili mema kwa mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania. Asante. Tangu tumeanza mahali hapa tulianza kiugumu. Mimi mwenyewe nilianza kufanya mazoezi na kucheza mpira, lakini kwa umri umeenda, nilipiga shuti moja tu mguu kakataa. Tangu hapo sikurudi tena. Lakini vijana walikuwa na mwamko. Tulianza kidogo kidogo, taratibu, na vijana kanisani na wengine mmoja mmoja, lakini mpaka sasa hivi tunao wachezaji wengi sana. Na nimepata taarifa kwamba kuna majirani ambao wamekuwa pia wakisupport, kwa maana ya kuwanunulia mpira na jezi na vitu vingine, kusapoti tu vijana ili waendelee kukaa pamoja na waendelee kutengeneza timu nzuri. Kwa hiyo mwamko ni mzuri. Ninaamini kuanzia hapa sasa 26 tunapoendelea, ninaamini tutakuwa na timu nzuri, na timu ya vijana wenye vipaji, wenye maadili ya Mungu, ya kiroho manake mazuri, na maadili ya kiakili na kimwili yaliyo mazuri, na afya njema. Si ajabu baadaye ukakuta tumejiunga na ligi kuu na tukachukua ubingwa. Tukachukua ubingwa na nikawa msemaji wa timu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wenye kupenda michezo, karibuni sana. Tunao vijana hapa ambao baadaye mtawaona wakifanya vitu hapa. Karibuni sana watu wa Ihumwa, karibuni sana watu mnaozunguka kanisa hili la GCAF. Ili kanisa ni lenu. Ninajua mlikuja hapa kwa alama ya kanisa. Tulianza sisi kufyeka ili poli, na hatukufyeka kwa ajili yetu binafsi, tulifyeka kwa ajili yako wewe unayeangalia, ambaye uko karibu na huku Ihumwa. Karibu sana mahali hapa ni pako. Tunaweza tukawasiliana kwa namba ya simu 0763
0763 820 720. Tarudia 0763 820 720. Najua kuna wengine wanaweza kawa wananifahamu kwa namna tofauti kwamba imekuwaje. Mimi ni mtaalamu wa macho, daktari wa macho, tuko pale Shumahofa. Kwa hiyo tulipofika Dodoma tulianza pale Shumahofa, tukawa tunatoa huduma za macho na miwani, na baadaye tukaongeza huduma za meno, na baadaye tumeongeza huduma za sikio, pua na koo na magonjwa ya ngozi. Tuna madaktari bingwa wa huduma hizo. Kwa hiyo unaweza ukasema imekuwaje daktari, hatujai kumuona eneo hili? Ni vipaji tu ambavyo Mungu anatoa. Kwa hiyo niwakaribishe pia hata Shumahofa kwa ajili ya matibabu hayo. Namba ni 0763 820 720.